Mnafahamu kwenye taifa letu hali ya watu, hali ya utekaji na watu kutoweka. Leo tuna kumbukumbu za maumivu, tuna kumbukumbu za majozi, tuna kumbukumbu zinazotuumiza wana Mbeya. Tunakumbuka Mdude Paluka Nyagali, baba wa watoto wake, mume wa mke wake, mtoto wa wazazi wake, lakini kama rafiki yetu, kama mwenzetu, kama mwanafamilia mwenzetu, mpiganaji mwenzetu. Mwaka mmoja tangu atoweke na hatujui aliko, na hata kwa ripoti zao wanazozitengeneza wao wamesema watu zaidi ya 700 wamepotea, hawajulikani walipo mpaka leo. Sisi Mbeya leo tunakumbuka ndugu yetu Mdude, na kwa sababu hii, ndugu zangu, tusiposimama imara, tukasimama wima kupigania mageuzi na mabadiliko kwenye taifa letu. Mwaka mmoja uliopita ilikuwa kwa Mdude, huenda atakuwa ni Chonya au utakuwa ni wewe. Lazima tusimame wima, tuitikie wito wa dhamiri yetu wa kutaka taifa lenye haki, taifa la watu ambao wanawajibika, ili kwa matendo kama haya huwezi ukawa na taifa la watu wanapotea wanafika 700. Haujasikia hata mwenyekiti wa kitongoji, haujasikia hata koplo ama OCD wala IGP wala mkurugenzi wa usalama aliyewajibika kwa maisha ya watu zaidi ya 700. Hawajulikani, hawaonekani, wamepotea. Wanapoteaje watu? Sisi tulipokuwa watoto wadogo, nimekulia kijijini, tukichunga ng'ombe, akipotea ng'ombe mmoja kati ya ng'ombe 20, tena hajapotea kwamba hata onekana wenda amechanganya kwenye kundi la ng'ombe wengine, nyumbani ya kulaliki, nyumbani ya kukaliki, mpaka ng'ombe apatikane. Inakuwaje kwa binadamu wanafika idadi ya 700, hakuna aliyewajibika hata mmoja? Tunahitaji taifa la watu ambao wanaweza kuwajibika, taifa wanaoweza kusimamia ukweli, taifa wanaoweza kudai haki, taifa wanaoweza kuleta uwajibikaji. Na hilo ndilo taifa ambalo sisi vijana wetu kupitia kikao tulichokikaa tumesema tutawajibika na tuko tayari kuwajibika, tupate taifa la watu ambao wanaweza kustawi na wakaishi vizuri. Leo nasimama mbele yenu tudai majibu kwa kila aliyepotezwa, na kwa maana hii tunaendelea kupaza sauti. Polisi walituambia wamepeleka kufanya uchunguzi makao makuu. Tunadai majibu ya uchunguzi kuhusu Mdude, watuletee majibu. Wamechunguza, wameona nini, wamepata nini, na mwisho watuambie Mdude yuko wapi, ana hali gani. Ikiwezekana watuletee, tuendelee kuishi naye, na kama sio, kama walifanya huo utaratibu wao wanaofanya, watuletee mwili wake. Sisi tutalia msiba, tutaweka kaburi, tutakuwa tunaona ndugu yetu amelala hapa, kuliko kuishi hatujui hali ya ndugu yetu, yuko wapi, anafanya nini, anafanywa nini. Hatuwezi kubali. Leo nasimama mbele yenu pia tuendelee kudai chaguzi huru kwenye taifa letu zitakazotuletea viongozi wanaotokana na wananchi, ili waweze kuwajibika kwa wananchi. Ni wajibu wetu sisi Chadema kuendelea kupaza hizo sauti. Anapopata madhara mtu yoyote miongoni mwetu, madhara yoyote ya kupokwa au kunyimwa haki yake, ni ishara kwamba mtu yoyote na wengine wengi watapata hayo madhara. Anapopata madhara mtu mmoja, iwe ni wito na kuamka kwetu kwamba hii haikubaliki, na tupaze sauti kwa pamoja. Kwa maana gani? Kwa maana ya kwamba hili taifa ni taifa letu sote, sio mali ya watu wachache, ni mali yetu wote wa Tanzania. Haki sio ombi, haki ni wajibu, na kila ambaye anafikiri kwa sababu ya madaraka au nafasi yake anadhani tumuombe atende haki, ajue haki ni wajibu, sio ombi. Na sisi hatumuombi, tunamtaka atekeleze, atende haki. Ukweli sio chaguo, ukweli ni msingi wa taifa, na sisi vijana wanachama wa Chadema tutausimamia huo ukweli. Na uwajibikaji sio hisani. Tunapodai uwajibikaji wa viongozi, tunapodai uwajibikaji wa watawala, hatuombi hisani. Ni haki ya wananchi kudai uwajibikaji kwa watawala, kudai uwajibikaji kwa viongozi wao. Kwa sisi tutaongoza hayo madai kwa nguvu zetu zote, na kwa sababu hata kauli yetu mbiu ya Baraza la Vijana inasema vijana ndio nguvu ya mabadiliko. Tutabeba kauli mbiu hiyo, tutatembea nayo mpaka mabadiliko yapatikane kwenye taifa letu. Na leo yule aliyechora picha yake mwenyewe kwa kipawa alichonacho, baadaye akaichoma kwa sababu ni picha yake yeye mwenyewe,
moja akatekwa, mpaka tunavyozungumza hatuko naye tena na hatujui yuko wapi. Mdude tukiwa tunamtafuta hapa tarehe kama ya leo, kama usiku wa kuamkia leo ndio siku alitekwa. Na ndio maana vijana wa Mbeya wana akili, wameweka siku hii kama sehemu ya maadhimisho ya kumkumbuka mpendwa wetu. Na hapa tunatuma salamu kwa RPC wa mkoa wa Mbeya, RCO wa mkoa wa Mbeya, kwamba watambue kwamba hatujamsahau ndugu yetu Mdude na bado tunamhitaji ndugu yetu Mdude mpaka leo. Makamanda Bibos, tulifika kwenye hatua kwamba wamechukua postmortem, wanaenda kufanya uchunguzi kwa mkemia mkuu. Na bahati nzuri mwenyekiti wa baraza la vijana, sijui mbaya, RCO tuliyekuwa naye hapa wamemhamisha, wamemleta RCO mwingine ambaye ametokea Iringa, na sisi tumefuatilia. Sisi watu wa Mbeya sio wakorofi, tunamkaribisha RCO mpya wa mkoa wa Mbeya kwa mikono miwili. Kama amekuja kuwatumikia Watanzania, tutamuunga mkono. Kama ametumwa kwa namna nyingine, tutashughulika naye, atambue hilo. Na kazi mojawapo tunayompa, kwa sababu zile ofisi ni za umma, kwa kuwa ameondoka RCO, tunaamini mambo mengine aliacha pale, nyaraka ziko pale. Sisi mkoa wa Mbeya pamoja na ninyi tunaenda kumsalimia RCO, na moja ya salamu zetu tunakwenda kumdai Mdude yuko wapi. Makamanda Bibos, tunamsubiri mwenyekiti wetu wa mkoa hapo. Baada ya kikao kama tulivyokuwa tumekutana hapa wakati tunamtafuta Mdude, tutafanya maandamano sisi sote kutoka hapa kuelekea kwa RPC, kuonana na RPC, kuonana na RCO, kuonana na mkuu wa mkoa, watuambie wamefikia hatua gani. Mdude watoto wake wanamhitaji, Mdude mke wake anamhitaji, Mdude sisi Chadema tunamhitaji, na wazazi wake wanamhitaji. Makamanda Bibos, hakuna namna yoyote. Tulizaliwa siku moja, tutakufa siku moja. Hakuna kutishiana. Na nimepata taarifa jana usiku, viongozi wangu wa Mbeya vijijini mko hapa. Viongozi wa Mbeya vijijini naamini wako hapa. Pana mwanachama wetu pale karibu na godauni la Njeza, anaitwa Robert Ngajilo. Mwenyekiti afadhali ananisikiliza. Kuna mwanachama wetu pale jirani na godauni la Njeza, nilipata taarifa kwamba alikuwa anashughulikia na mambo ya aluminium, ni fundi pale. Ametekwa pale na gari zile wanazotumia kuteka. Jioni jana kuanzia saa 12 saa 11 amepiga kelele bila kusaidiwa, na wameondoka naye na hatujui. Sasa kupitia sauti tunamtaka OCD wa Mbeya vijijini pamoja na RPC wa mkoa wa Mbeya watuambie yule mtu aliye ambaye inasemekana amechukuliwa jana, ndugu yetu Robert Ngajilo yuko wapi, na kama wanamshikilia kwenye eneo gani. Makamanda Bibos, lakini ni waase wa Tanzania wenzangu, wanachadema wenzangu, mwenzetu anapopiga kelele kuomba msaada, sisi tusichupaze shingo, twende tukamsogelee ili tumuokoe. Tusiwe waoga. Kesho itakuwa zamu yako, kesho ni zamu yangu. Makamanda Bibos, nimeumia sana kwa sababu pale ng'ambo pana mabao mengi, pana vijana wa bodaboda. Unamchukuaje mtu pale? Makamanda Bibos, hakuna aliye salama, hakuna aliye salama. Tubebane wenyewe, tuokoane wenyewe. Hakuna mtu wa kutusimamia, hakuna mtu wa kutulinda. Pamoja yamkini hata humu ndani, hata kwenye Chadema yamkini wote tusiwe wasafi, wengine tuwa tunachomeshana wenyewe, na yenyewe hiyo ipo, lakini mkashindwe kwa damu ya Yesu. Kashindwa kwa damu ya Yesu. Tunachomana, tunaumizana, ni kwa sababu tuna watu humu ni vibaraka wa CCM. Ni kwa sababu tuna watu huku mchana wamevaa Chadema, usiku wanakula CCM. Mkashindwa kwa jina la Yesu. Kimuona hapa anaonekana wa maana, kumbe uko usiku mara anafanya mambo yake na watu wa CCM. Haiwezi kawa sawa sawa. Ukiamua kuifuata Chadema, wewe fuata maandiko,
jikane, beba msalaba wako. Huku ni kugumu, huku sio lele mama. Unahitaji ujikane mwenyewe, ubebe msalaba wako, useme niko tayari kufuatana na Chadema. Lissu yupo mule ndani zaidi ya mwaka, wanasema mara tukupeleke nje, anasema hapana, niko tayari, niko tayari mpaka haki ipatikane. Makamanda Peoples, makamanda Peoples, sisi ni washindi, sisi ni washindi. Kazi kubwa tulionayo ni ya kumtoa Tundu Lissu ndani. Tundu Lissu hatatoka kwa maombi peke yake, kila mmoja akapige kelele kwa namna anavyoweza. Wale wa kuomba nendeni, wale machifu nendeni, sisi wengine wa kupaza sauti, ulio na sauti kapaza sauti, ili mwenyekiti wetu atoke na tuungane naye hapa. Kazi ya pili ni ya katiba mpya. Katiba mpya ni haki yetu, haitaki kuomba, inahitaji mapambano, ndo tutapata katiba mpya. Makamanda Peoples, Babicha, mnanielewa? Tunahitaji mapambano, watu waliojikana, waliobeba msalaba, ndipo katiba mpya tutapata. Haitapata kwa maombi, haishushwi, inapambaniwa. Haki haiombwi, haki inapambaniwa. Makamanda Peoples, makamanda Peoples, tuko tayari?